Habari na karibu kwenye muktasari wa soko kwa wiki iliyopita, ambapo tutakuletea maendeleo mbalimbali yaliyotokea kwenye soko la hisa na dhamana hapa Tanzania kwa wiki ya biashara iliyoishia tarehe 23 Mei. Tukianza na soko la hisa la Dar es Salaam, kwa wiki iliyopita kumekuwa kuna ongezeko kubwa sana la idadi ya mauzo ikitoka shilingi za Kitanzania bilioni 4.39 hadi kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 37.987, na hii ni sawa na ongezeko la 765.32, na mauzo haya yamechangiwa zaidi na block trade ambazo zilipita katika kampuni kama vile TCC na TBL. Katika kampuni zilizokuwa na mchango zaidi katika mauzo, yani top movers, ni kama vile TCC iliyokuwa na mchango wa 47.54, ikifuatiwa na TBL iliyokuwa na mchango wa 45.35, CRDB iliyokuwa na mchango wa 4.31. Katika makampuni yaliyoongezeka thamani kwa wiki iliyopita yana top gainers, kuna Mkombozi Commercial Bank iliyoongezeka kwa 18.64 na kufunga wiki kwa bei ya 700 kwa hisa moja. Kampuni ya DSE iliongezeka thamani kwa 14.29 na kufunga wiki kwa bei ya 3200 kwa hisa moja. Kampuni ya MBP iliongezeka kwa 9.09 na kufunga wiki kwa bei ya 480 kwa hisa moja. Kampuni ya Swissport pia iliongezeka thamani kwa 3.95 na kufunga wiki kwa bei ya 1580 kwa hisa moja. Kampuni zilizoweza kushuka thamani kwa wiki iliyopita, yani top losers, tuna Twiga Cement iliyoshuka thamani kwa 6.31 na kufunga wiki kwa bei ya 5200 kwa hisa moja. DCB nayo ilipungua kwa 4% na kufunga wiki kwa bei ya 120 kwa hisa moja. Na tukihamia katika soko la hatifungani, soko la awali, tarehe 21 Mei kulikuwa na mnada wa hatifungani ya serikali ya miaka 5 ambayo inatoa 13% kwa wawekezaji. Katika mnada huu kiwango cha usajili kimeweza kufikia 154.83, na pia bei elekezi, yani minimum successful price, imeweza kuongezeka hadi kufikia 102.1626 kutoka 98.2236 katika mnada uliopita mwezi Machi. Wastani wa riba, yani weighted average yield to maturity, imeweza kushuka kwa 0.2021 kutoka 13.1445 hadi 12.9424. Na tukimalizia na soko la upili, yani secondary market, kumekuwa na ongezeko kubwa kwenye idadi ya mauzo ikitoka shilingi za Kitanzania bilioni 65.43614 hadi kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 131.503 katika wiki inayoishia tarehe 23 Mei.